ningependa mkuwe na huo umoja. Ukiwa na nafasi yote evangelism, unataka kuenda, piga simu. Sasa piga simu, utachukua namba ya Mama Fidelis, msisumbue sana Pastor Komen. Msisumbue sana Pastor Komen, lakini pia mtachukua namba yake na pia mtumishi Peter. Sasa enda tembea, ujue kanisa program ziko namna hii, kwa namna hii. Ili hata ukutana na mtu mahali inakuwa rahisi kumguide. Si ndio? Hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Ukiona mahali unataka kuomba na haishikiki vizuri, njoo. Ni sawa? Mlilie Mungu, anajibu. Kuwa na personal time na yeye, jipange wewe program yako na yeye. Kwanza especially kama either anakunenea ama hakunenei. Jambo muhimu ni kujua anakupenda. Napendwa. Imani yangu inaweza kushindwa. Timotheo wa 2:2-13. Tutapokosa kuwa waaminifu, yeye atabaki mwaminifu. Kwa hivyo unasema imani yangu inaweza kufail sometimes, lakini yeye hawezi kufail. Kwa hivyo ni jukumu letu kumtafuta usiku na mchana. Usikubali binadamu akuwe kikwazo kwako. Usikubali. Sawa? Sisi binadamu tunachanganyikiwa saa nyingine. Sisi binadamu saa nyingine pressure za maisha zinatushinda. Kweli ama uongo? Sasa shida kushika mwanadamu, yeye akishindwa anaanguka na wewe. Unamkosea Yesu. Hakuna mwanadamu aliyemwaga damu uokolewe, ni Yesu pekee yake. Kwa hivyo ukuja hapa, njoo hapo utiwe moyo. Ukiona hali ni ngumu, kuna namba ya Pastor Sam. Pastor Samuel. Sasa kuna namba ya, mpigie simu akutie moyo. Sababu ni safari ni ngumu. Ni safari ni ngumu. Lakini saa nyingine mtu anapenda tu kutiwa moyo kidogo, maneno mawili tu anainuka te. Ningependa leo tujifunze kuhusu nafasi ya Mkristo. Kuna Wakristo aina mbili. Kuna mtumishi na kuna Mkristo ambaye ameitwa. Kama hapa,